BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulua. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 14 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Majeshi ya FARDC yakisaidiwa na wazalendo yamefanya repli strategic, yani uondoaji wa kimkakati katika eneo la Kazinga, Masisi ili kulinda raia kufuatia mapigano makali dhidi ya wasi wa M23. Urusi. Nchini Urusi, ndege ya kivita aina ya 30 SM imeanguka na kusababisha vifo vya marubani wawili baada ya kushindwa kujitoa kwa njia ya dharura. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiungwa mkono na vikosi vya wazalendo limefanya uondoaji wa kimkakati mnamo tarehe 13 Novemba 2025 katika eneo la Kazinga ndani ya grupema ya Nyamaboko namba 1 wilayani Masisi kufuatia mapigano makali dhidi ya wasi wa M23. Taarifa hizi zimethibitishwa rasmi na chanzo cha habari cha BMP TV Online. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, hatua hii si kushindwa wala kuporomoka kwa safu za ulinzi, bali ni mkakati wa mahususi wa kulinda na kuokoa maisha ya raia ambao wamekuwa katika ya mapigano makali kwa siku kadhaa. Uongozi wa kijeshi unaosema makabiliano yalikuwa makubwa na uhamisho huu wa kimkakati unalenga kupanga upya safu za ulinzi na kuimarisha doria katika maeneo jirani. Wakati operation hiyo ikiendelea huko mashinani, matumaini ya hatua ya kisiasa kuelekea amani yanaongezeka. Mapema leo tarehe 14 Novemba 2025, ujumbe rasmi kutoka Kinshasa umetua mjini Doha, Qatar kwa ajili ya duru muhimu ya mazungumzo. Vyanzo vya kidiplomasia vinadokeza kuwa huenda makubaliano ya awali yakafikiwa Jumamosi ikiwa majadiliano yatapiga hatua kama inavyotarajiwa. Serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa dhamira yake ni kurejesha utulivu, kulinda raia na kuhakikisha mipaka ya taifa inabaki salama, huku jamii ya kimataifa ikifuatilia kwa karibu mwenendo wa mazungumzo hayo ya Doha. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kamili kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze Urusi. Uko Moscow, Urusi, ndege ya kijeshi ya Urusi aina ya 30 SM imeanguka siku ya Alhamisi na kusababisha vifo vya marubani wote wawili waliokuwa wakiendesha ndege hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizotolewa na vyombo vya usalama, marubani hao hawakuweza kujitoa kwa njia ya dharura na hivyo kupoteza maisha papo kwa hapo katika ajali hiyo ya kusikitisha. Maafisa wa jeshi la anga la Urusi wamesema uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kubaini chanzo cha kuanguka kwa ndege hiyo ya kivita, ambayo ni miongoni mwa vifaa muhimu vinavyotumiwa katika operesheni za ulinzi na doria. Serikali ya Urusi imewatumia pole familia za wahanga na kusisitiza kuwa matukio kama haya yanaangaliwa kwa umakini mkubwa ili kuimarisha usalama wa anga na kuzuia ajali nyingine siku zijazo. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua.
BMP TV Professional Update.